Bwana asifiwe. Dar es Salaam Net Event 2025. Nuru ya matumaini. Aha, asante sana, asante na wakaribisha wale wote wamefika katika kituo hiki na wale ambao wako mbali wanaotutazama, wote tunawakaribisha ili tubarikiwe pamoja. Kutoka jimbo la NGBF watu 3,106 wamebatizwa. Tuseme nini? Asante sana Pastor Khalid Sadiki kwa kazi nzuri. Aha, hata katika gereza la Maabusu Seregea watu 44 wanafuatilia mahubiri haya kila siku saa 3 asubuhi. Huo ndio wakati wanafuatilia mafundisho haya na tunashukuru pia. Asanteni sana. Kanisa la Muranda North West Tanzania Field watu 13 wamejitoa kwa ubatizo. Tunasema nini? Asante Diogratias Mbuya Masonga, tunashukuru sana. Kutoka Asa Nyampulukano Secondary School iko Sengerema kule Mwanza, watu 600 ambao wanafuatilia na tayari watu 20 wamejitoa. Bwana asifiwe. Sasa hapa niko na ujumbe nimeandikiwa na rafiki mmoja. Ningeomba uniruhusu nisome huu ujumbe kwa sababu ni ujumbe wa pekee. Nitawasomea tu. Ameandika hivi huyu ndugu akasema, Bwana asifiwe Pastor Munene. Baba, nabarikiwa sana na kipindi chako. Mungu wa mbinguni aendelee kukupa macho ya rohoni. Kituo ni Tabora, Nzega, Nata. Tupo watu zaidi ya 20. Mungu akubariki sana baba. Hey. Akaendelea, Bwana asifiwe baba. Mimi ninasali Roman Catholic. Nimependa unavyoichambua Biblia na kuelewa sana. Swali langu ni hili. Je, ninaweza kubatizwa pasipo mafundisho kama tunavyofanya Roma? Nikamjibu, nashukuru sana. Je, uko mbali na pale tunafanyia mahubiri? Kwa sababu Tabora, si mnajua Tabora. Akasema nipo Tabora, wilaya ya Nzega, kijiji cha Nata, ila hapa nje ndo watu tunasikiliza. Nimevutwa sana na huduma yako. Bwana asifiwe. Hiyo lazima ningewasomea. Na mama, tunashukuru sana hiyo TV kwa kuitoa nje. Ningetaka nikwambie TV ndo umetoa nje, lakini Yesu ataingiza roho ndani ya ufalme wa Bwana. Na ndugu, vile nimekwambia ni kweli. Kama umesikia wito ya kwamba ungetaka ubatizwe, ni sawa. Pokea ubatizo na utafundishwa. Hata yule aliyekuwa na Filipo alibatizwa, mafundisho yatafuata. Yote yanawezekana. Jambo kubwa ni kumwamini Yesu na kusema, ningeomba na mimi nibatizwe na niweze kuendelea na mafundisho haya. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Nina wageni wametembelea. Ningependa niwatangulize kwenu na wauliza waweze kuja hapa au niletewe hao wageni hapa. Kuna wageni hapo ambao wameweza kutembelea na nimesikia ni wageni wa heshima na sio vizuri niendelee tu bila kuwatanguliza. Wanaweza kuja tu. Wanaweza kuja tu, nashukuru. Jooni tu hapa. Ni wageni hawajakanyaga Dar es Salaam miaka yao yote. Si ya kwamba mimi ni afadhali, hata mimi ni mara ya kwanza, lakini nimekaa hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nitawatanguliza kadiri wanavyokuja. Anayefika hapa anaitwa Philip Muturi. Salimia wapenzi wa Bwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tubarikiwe pamoja. Bwana asifiwe. Mnakumbuka ile hadithi niliwapatianga ya kwamba sisi wanaume tunafungiwa nje? Na nikawaambia hata mimi nilijikuta nimefungiwa nje. Miezi ngapi?
miezi sita, ati kuombwe na kukaombwa, ati ni maombi. Yule alikuwa ananisumbua amefika leo, ndiye huyu anaitwa Rahab Munene, amefika siku ya leo. Huyu ndiye alinisumbua akaniambia wacha niombe, nione kama nitakubali. Niliwekwa nje miezi sita, lakini kwa nini uliniweka miezi sita? Bwana asifiwe, salimia wapenzi wa Bwana. Huyu ndiye mke wangu Rahab Wangari Munene. Wanaopendwa na Yesu, mjambo. Mungu ni mwema na siku zote. Mungu wetu aweze kuwabariki sana. Nimeshukuru sana kufika hapa, na pia nimeshukuru sana kwa vile Mungu ni mwema, na hii nafasi tuichukue kwa vile Mungu anasema tumtafute wakati anapatikana. Kwa hivyo Mungu wetu aendelee kuwabariki, na nimeshukuru sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya, na pia asante kwa kumtunza mtumishi wa Mungu. Mungu wetu awabariki. Nyinyi ni watoto wa Mungu, watoto ambao ni watiifu, wakiambiwa na pastor wakasome, watasoma. Si mlisoma? Watoto wa Yesu mlisoma? Aha, asante sana kwa sababu mlisoma. Sasa hata wale hamkusoma najua mmeshaisoma. Kama mwenye Biblia hii naona tayari ameandaline, kwa hivyo alisomanga kitambo, sawa. Sasa swali ni hili. Wakati Yesu alikufa pale msalabani, pazia la hekalu lilifanya nini? Lilipasuka. Vipande vingapi? Viwili. Biblia nyingine inasema katikati. Sasa swali ni hili. Hilo pazia la hekalu lilipasuka kuanzia chini kwenda juu, ama lilipasuka kuanzia juu kwenda chini? A, chini kwenda juu. B, juu kwenda chini. Ni wangapi wanasema ni A, chini kwenda juu? Hiyo nilijua ni yatima itapata watu. Ni wangapi wanasema ilianzia juu kwenda chini? Ilianzia juu kwenda chini, juu kwenda chini, juu kwenda chini. Wale wamesema, hebu nione juu kwenda chini, ni hesabu hiyo mikono. Wale wamesema ni chini kwenda juu, chini kwenda juu kwenda. Haya, kitabu ni Mathayo. Unajua kama mlisoma wote mungepata jibu moja. Lakini najua mlisoma ni kusahau mmesahau. Mathayo ni 27, fungu lake ni la 53. Mathayo 27, fungu la 51, samahani, 51, 51 iko wapi? Hapa. Na tazama, hiyo ni Mathayo 27, fungu la 51. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, hata kutoka juu hadi kwenda chini. Kwa hivyo waliopata ni wale wamesema ilianzia juu kwenda chini. Sasa unaweza jiuliza, why is it important? Kwa nini hii swali kama hii pastor unatuuliza ni ya nini? Iko na sababu kubwa. Kwa sababu kawaida kama ulikuwa pale upewe kazi ya kurarua hiyo pazia, utaanzia wapi? Utaanzia chini karibu na wewe, si ndio? Mpaka juu. Lakini ilianzia juu kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ionekane sio mikono ya wanadamu imerarua hiyo kitu. That's the reason why. It's not a man's hand. Na hiyo pazia inasimamia kitu. Hiyo pazia inasimamia kitu. Hii pazia ilitenganisha pahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Hiyo pazia. Na Yesu mwenyewe amekufa msalabani kwa nguvu zake, pazia makuhani walishangaa. Ndio sababu kubwa ya pazia kupasuka kutoka juu. Sasa tuende sasa katika kitabu chetu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo 14. Kuna mambo ya vituo vingine hatu kusoma kwa sababu ya wakati, lakini kadiri wiki inaendelea tutaendelea kuwasomea tu, msiwe na hofu. Unajua, kadri tunavyofundishwa maisha ya jamii, ni vizuri tujue ya kwamba shetani kama kuna kitu anataka kuangamiza siku za mwisho ni jamii. Kwa sababu anajua kukiwa na jamii ambao zimezoroteka, misingi ya kanisa imetingizwa na misingi ya nchi
imetingizwa, na kwa hivyo he can win. Ndio tunafundishwa maisha ya jamii. Jana tuliangalia na tukaona vile shetani amekuja na anaingilia kila kitu, na tukaangalia tukaona kuna yule njoka, kuna mnyama wa kwanza na mnyama wa pili, utatu ambao sio mtakatifu, lakini ni Trinity, unholy Trinity. Kuna utatu mtakatifu, na hii tunaweza iita utatu mtakakitu, kwa sababu is not holy Trinity. Hii kuna kitu inataka kwa maisha yako. Kwa hivyo tunaweza sema hii ni utatu mtakakitu, ambao kuna kitu inataka kuangamiza maishani mwako. Lakini utatu mtakatifu wa Mungu anapenda tuweze kuelewa neno lake na tuweze kujua. Kisha fungu la kwanza, nikaona na tazama huyo mwana kondoo. Tazama, imeanza na huyo mwana kondoo. Ufunuo 13 fungu la 11 ilisema namna gani? Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo tumeona nguvu za njoka, na alianza Ufunuo 12. Akaonekana, Biblia inasema ishara nyingine ikaonekana kutoka mbinguni, akiwa na vichwa 7 na akiwa na pembe 10, mkia umekokota theluthi ya nyota mbinguni. He is just but a confused fellow who is confusing the world. Amekuja kutuchanganya na kutukoroga. Kuanzia Ufunuo 12 ameonekana njoka, amepigana na mwanamke amekimbia. Njoka ameshindwa kufanya nini na mwanamke? Ameyamwaga maji kutoka kwa mdomo wake, nchi imepasuka, imemeza yale maji. Mwanamke ametorokea katika nchi, na mwanamke alipoenda akaenda jangwani, na tukaona ya kwamba huu mwanamke kutoroka ni kanisa la Mungu, watu wa Mungu wakikimbia mateso, wakikimbia kuuawa kule Europa wakati wa zama za giza. Na ndio wakati walikuja, tukaangalia tukaona wakija hapa Marekani, na wamekuja na mnyama huyu wa Marekani au wa serikali ya Marekani inasemekana ilitoka katika nchi, haikutoka katika bahari. Bahari ni mahali kuna watu wengi, kulingana na Ufunuo 17 fungu la 15. Mahali kuna watu wengi, pale hakuna watu wengi ni nchi. Marekani ilitokezea tu, didn't konga, lakini imekuja wamekusanyika watu. Hata ingawa kulikuwa na vita, haimaanishi ya kwamba Marekani walienda tu wakaanza kwa usalama. Hapana, walipiganga watu. Kulikuwa na Native Americans na walipiga. Hata hivyo, wakati walianza serikali, walitenganisha mambo mawili, wakatenganisha dini na serikali, zikatengana ziwe independent. Alafu tukaangalia tukaona huyu mnyama mwenyewe anaonekana kama mwana kondoo, ana upole kama mwana kondoo, lakini alinena kama joka. Kwa hivyo tena joka akatumia huyu mnyama wa pili. Mnyama wa kwanza, yeye mwenyewe yule ambaye anafanana na chui, alipewa kiti na uwezo na nguvu na joka ambaye ni shetani. Tunaposema njoka ni shetani, kulingana na Ufunuo 12 fungu la 8 na 9, ni shetani. Kwa hivyo shetani akampatia yule mnyama kiti. Hii serikali inatawala na nguvu za shetani. Na huyu naye ambaye ameonekana kama mwanakondoo pia ananena kama njoka, atawezeshwa na njoka na atatengeneza sanamu. Tuliangalia tukaona sanamu ya mnyama atamtengenezea, na watu watasurutishwa waabudu yule mnyama, ile sanamu na mnyama yule. Na kama haitawezekana utauawa, na hautaweza kununua. Kabla haujauawa hautaweza kununua wala kuuza, isipokuwa una chapa ya yule mnyama. Na nikasema hiyo chapa ya mnyama ni 666, na hiyo chapa itakuwa inasemekana ni chapa. It's something that is visible. Si ati kama muhuri wa Mungu ule tunasema muhuri atauweka ndani ya mawazo, unakubali. Ni kukubali, unakubali kwa kichwa na mawazo yako. Na wakati huyu mnyama anaweka watu chapa ya mnyama katika vipaji vya nyuso zao, sijui mimi mwenyewe itakuwa ni nini. Itakuwa ni card, au itakuwa ni chip, au itakuwa ni kibali, au ni barua utapewa. Sina taarifa hiyo, lakini najua itakuwa. Kama wataweka chip ni sawa, wanaweza, kuna uwezekano, wamejaribu, they are testing already, it's being tested, it is possible. La sivyo, ukiangalia unaenda unaweka kidole yako, unaweka kidole mahali wanasoma na iko. Kuna uwezekano waweke tu your fingerprint, waweke, inajulikana. Ukienda mahali unafinya, unakubalika. Hiyo inafanyika, of course. Mahali mimi nafanya kazi, nikienda kama ni asubuhi, naendanga, naweka kidole yangu,
inasema uko sawa, unakubaliwa, unaingia. Kidole iko kwengine ni macho, your iris inasomwa, unaiangalia tu. Na iko hata hapa, si kuna unaweka face nini kwa simu yako. Si wengine mmeweka simu, lakini wengine mtaki kuweka uso yako kwa simu, ati mke asiamuke usiku wa kufungue ukiwa umelala, angalie alafu ifunguke. Anyways, hizo vitu ziko rahisi. Hii teknolojia it's possible, si ndio? Hata siku hizi si unaweka finger ukifungua simu yako, si ni kidole tu. Na tunaona ni kawaida. Kwa hivyo kuna njia itatumika, njia yoyote, na usizumbuke. Kama wewe unaenda mbinguni, hiyo isikusumbue. Wale tunaenda mbinguni, hata ikija hatutachukua, maana tutasimama imara. Na hata wewe umepanga vingine, pangua ili uweze kubali. Lakini unaposoma Ufunuo 12 inaleta sasa mwana kondoo mwenyewe. Bwana asifiwe. Ufunuo 13 nikiangalia, I can see the cluster, wingi wa dhambi na vituko vya shetani. Wingi wa dhambi na vituko vya shetani. Unajua kuna huo clustering, dhambi zote zinawekwa ndani. Dhambi zote. Unajua ni kwa nini hapa saa hii nikitaka kuwashtua, kusema ukweli vile mumetulia hivi. Nije na nyoka tu ya kuwatisha kidogo. Niirushe hivi, muione ndio hiyo inakuja kwa hewa. Mtaendelea kukaa msikie neno la Mungu. Muangalie tu hivi, haya. Kwani ni nyoka? Si utashtuka. Ni kwa nini huwa tunashtuka tukiona nyoka? Ni kwa nini? Unajua ukisoma kitabu ya Kutoka, wakati Musa aliulizwa uko na nini, akasema ni fimbo, akaambiwa angusha fimbo chini, iligeuka ikawa nini? Alifanya nini alipoona ni nyoka? Akatoroka. Kwa nini anatoroka na fimbo ndiye alikuwa nayo? Why do we run? Why are we scared? Ni kwa nini tunashtuka, tunauoga wa nyoka? Kwa sababu nyoka is a symbol of evil. Hiyo ndio sababu. Kwa sababu nyoka ni mfano wa madhambi yote. Madhambi yote. Nyoka. Na nitajaribu nione kama nitatafuta wakati ni kujibu ni kwa nini Yesu na yeye alijifananisha na nyoka. Mnajua Yesu pia kuna mahali amejifananisha na nyoka. Kuna mahali amejifananisha na nyoka. Wapi? Yohana 3 fungu la 14. Anasema namna gani? Anasema ya kwamba kama vile Musa alivyomuinua huyo nyoka wa shaba, ndivyo hivyo na mwana wa Adamu atainuliwa. Na ukiangalia hospitali, the symbol ya hospitali ni nini? Msalaba na nini? Na nyoka. Nikipata nafasi wakati fulani nitakuelezea ni kwa nini Yesu alijifananisha na nyoka. Lakini kwa sasa, sababu ya wakati, neno linasema kisha nikaona na tazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye. Nikatazama nikaona mwana kondoo. Ni kwa nini tuna Ufunuo 14? Why do we have Revelation chapter 14? Ni kwa sababu tuna Ufunuo 13 na 12. Simplified. Kama hatuna Revelation 13 na 12, hatungekuwa na 14. Na sisemi namba, sisemi hata 12 kwa sababu ni obvious. Hautatoka 12, 14, 16. Hapana. Sio hiyo ninasema. Nasema vituko ambavyo vinafanyika katika Ufunuo 12 na 13, shetani akijiinua, shetani akileta vituko zake, akitaka watu wamsujudu, akikosesha watu, aanze false religion, false worship, devilish worship, hiyo yote ameanzisha. Bingu haingenyamaza. The heavens cannot keep quiet. Lazima kutatokea Ufunuo 10. That's why we have Revelation 14. Mnyama ametokea, ana mfano wa mwana kondoo, lakini si mwana kondoo. Lazima Ufunuo 14 ingetokea ionyeshe mwana kondoo halisi ni nani, na ndiye Yesu Kristo. Ili sisi tusiachwe gizani, ili na sisi tusiachiliwe bila kujua mwana kondoo ni nani. Na yeye alipotokea Ufunuo 13, watu wamekatazwa kununua na kuuza na wameuawa, wamekimbia kutoka miji mikubwa na miji midogo, vitongoji wamekimbia, wametoroka, hawana amani, shida, mpaka wimbo namba 78 umeanza kufanya kazi. Mpaka lini Bwana utakaa mbali? Kumetuchoka
inachosha mioyo kukawia hivi. Wataimba, watalia, lazima Yesu atawajibu. Ufunuo 14 inasema, kisha nikatazama na nikamuona huyo mwana kondoo amesimama mlimani, mlima wa Sayuni, akiwa na wale watu 144,000. Bwana asifiwe. Ya kwamba hata kama kuna kifo katika Ufunuo 13, watu wa Mungu bado watasimama juu ya mlima. Lazima tusimame. Kuna watu wa Mungu wanafaa kuwa na mlima. Ibrahimu alikuwa na mlima wa Moraya, pale alimtoa Isaka. Aliweza kumtolea Isaka katika mlima wa Moria kulingana na Mwanzo 22 fungu la 2. Ibrahimu alikuwa na mlima, na Musa alikuwa na mlima wa Horeb, mlima wa Sinai. Matendo ya Mitume 7 fungu la 30. Alikuwa na mlima wa Sinai au wa Horeb. Ndio. Na Elijah alikuwa na mlima wa Karmeli, mahali alishinda wale manabii wa uongo wa yule Baali. Mlima wa Carmel, ali Elijah alionyesha Mungu ni nani. Ni kusujudu. Watu watamsujudu Mungu wa kweli, la sivyo watauawa na Mungu mwenyewe. Una mlima usijali, kwa sababu neno la Mungu linasema watakatifu wa Mungu watasimama mlima Zayuni. Bwana asifiwe sana. Watasimama mlima wa Zayuni. Mika 1 fungu la 1 na la 7 inazungumzia mlima wa Zayuni. Nimesema Mika 4 fungu la 1 na fungu la 7, mlima wa Zayuni. Joeli 2 fungu la 32, mlima wa Zayuni ni mlima wa ushindi. Na Obadia ni 1 fungu la 17, anasema namna gani? Obadia 1 fungu la 17, atasimamisha mlima wa Zayuni. Sisi watakatifu wa Mungu tunafaa kuwa na mlima. Mlima unasema nini? Mlima unamaanisha ushindi. Wakati Daudi anapoongea katika Zaburi 122 anasema, nitatazama juu ya mlima, nitaangaza macho yangu juu ya mlima. Je, msaada wangu utatoka wapi? Anazungumzia mlima. Wakati anapozungumzia kuhusu Mungu wa mlima, ni kumaanisha ya kwamba he is above all. Mlima ni wa maana sana. Hata ukienda kule Kenya utasikia kuna watu wanasema, usiguze mlima, kwa sababu ukiguza itakuwa vitu, kwa sababu kuna mambo ya mlima. Mlima unamaanisha nini? You have to have your elevated position in life. Ya kwamba wakati mambo yanapodidimia, you have an elevated position katika maisha yako. Una mahali pameinuka, ya kwamba hata kama nimechoka, bado nitaangalia juu na nitapanda katika mlima wangu wa kiroho ili niweze kuyashinda majaribu. Sitaendelea kukaa katika bonde la uvuli, nitapanda juu ya mlima, kwa sababu kwa mlima kuna ushindi na kuna nguvu za Mungu. Ndugu na dada zangu, kupanda mlima si rahisi. Kupanda mlima ni ngumu, na hakuna mlima ambao hauna roughness. Kila mlima ni rough. Hakuna mlima smooth. Umeshajiuliza ni kwa nini milima sio smooth? Ni kwa sababu ingekuwa smooth hakuna mtu angepanda. Ungekuwa ukitereza unarudi chini. Kwa hivyo the rough the mountain the better. Vile mlima uko na rough, I don't know what's in Swahili. Roughness. Ni roughness tu kwa Kiswahili. Sawa. Unakuwa na nguvu na changamoto za kupanda, na ni lazima kuwa na changamoto za kupanda huo mlima kabla haujafika juu. Lakini neno la Mungu linaniambia kwamba kisha nikaona na tazama mwana kondoo amesimama juu ya mlima wa Zayuni, na kuna watu walioshinda. Kwa nini? Kwa sababu Ufunuo 12 kuna mateso, Ufunuo 12 kuna vifo. Lazima Ufunuo 14 itokezee ili tuelezea kwamba hata yakiwa mangumu bado tutasimama. Na wanaoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo wako na jina la Mungu Baba katika nyuso zao. Hao wote wamesimama. Hebu niende katika fungu la 6. Kisha nikaona, fungu la 6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele,
awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imefika. Msujudieni aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Ni kwa nini tuna Ufunuo 14? Ni kwa sababu Ufunuo 13 watu wanamsujudu joka, watu sujudu mnyama. Kwa hivyo lazima Mungu aweze kurudisha hali ya kusujudu kwa ukweli. Wakati Yesu anaongea na yule mwanamke Msamaria, yule mwanamke alisema, ninyi Wayahudi mnasema ni lazima tuje huko kwenu kusali au kusujudu, lazima tuje huko kwa ibada. Na Yesu akasema ndio, kwa sababu sisi Wayahudi tunajua yule tunayemwabudu, lakini nyinyi hamujui. Kwa hivyo katika kuabudu kuna wale wanajua na wale hawajui, inaitwa worship. Wakati malaika wa kwanza anakuja kurekebisha makosa imefanyika kwa Ufunuo 13 ya kuworship, because there is false worship. Kuna kuabudu kwa makosa, kuna kuabudu yule mwovu, idolatry, kuabudu miungu mingine, na Mungu hata achilia tuweze kupotea. Ni lazima tuonyeshe kuna kuabudu kwa kweli. Wakati Yesu alikuwa anaongea na yule mwanamke, akamwambia katika Yohana 4 fungu la 24 ya kwamba wale wanaomwabudu Mungu, ambao Mungu anawatafuta, wanamwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho. Dunia ya sasa, kama unaabudu Mungu, ni lazima uabudu Mungu kwa kweli na kwa roho, in truth and in spirit. Lazima yote yaandamane. Unaweza kataa, unaweza piga hata wale wanahubiri, unaweza wachukia, unaweza waangamiza, unaweza waua, but you cannot kill the spirit. You cannot kill the spirit of the truth. Hautaweza kuua roho ya ukweli. Ndiyo tuna Ufunuo 14. Malaika wa kwanza anakuja kurekebisha makosa inayopatikana katika Ufunuo 13. Watu wakimwabudu mnyama na sanamu yake ambayo wanaezeshwa na mnyama wa pili Marekani katika unabii. Kwa hivyo malaika lazima aje na anasema mcheni Mungu. If you have to fear God. Ni kwa nini huyu malaika anaanza kusema fear? Ni kwa nini anasema fear God? Kumcha Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu pale Ufunuo 13 wengine watarudi nyuma watakaposikia kumetangazwa kifo. Kwa hivyo wataogopa, watakuwa na uoga. Lakini huyu malaika anakuja akiwa na ujumbe wa milele. Anasema ya kwamba kama lazima muogope, msimuogope mnyama, muogopeni Mungu peke yake. Mcheni Mungu na mumpatie utukufu. Kwa nini? Kwa sababu saa yake ya hukumu imefika. Huyu malaika wa kwanza sio tu injili ya milele analeta, lakini pia hukumu. Kuna hukumu inakuja. Malaika anakuja na ujumbe mara mbili. Ujumbe wake ni injili ya milele ya kuwaokoa wale wanaotaka kuokolewa, lakini kama watakataa, basi hukumu itafika. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Ni juu yako ujiulize, utamkubali Yesu ukupokee hiyo injili ya milele, au utaendelea kuasi na uhukumiwe milele na milele. Tena anasema kama ni lazima msujudu, wacheni kumsujudu huyo mnyama. Msimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, bali mumsujudu nani? Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Malaika wa kwanza. Wa pili akafuata fungu la 8, anasema ya kwamba akasema, Babeli mkuu umeanguka, muungano ule unaotengenezwa umeanguka. Hakuna tumaini la hiyo Babeli, huo mchanganyiko umeanguka. Anasema umeanguka Babeli. Na malaika watatu akafuata akasema, namna gani? Mtu awaye yote atakaye msujudu yule mnyama, atakaye na apokee chapa katika kipaji cha uso wake na katika mkono wake, atakunywa kutoka katika kikombe cha ghadhabu ya Mungu, kile hakijachanganywa na maji. Atakunywa na ataangamizwa na atachomwa na moto. Atachomwa na moto wa milele. Sikia vile huyu malaika anasema fungu la 9. Anasema ya kwamba mtu yeyote
akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Anasema watateswa. Sasa ukiangalia katika hizi sura mbili au sura zote tatu, Ufunuo 12, joka anamkimbiza yule mnyama na amekasirikia uzao wake. Ukianza fungu la kwanza hadi la 7, anasema kuna kifo, kwa sababu yule kichwa alipewa kupigana na watakatifu wa Mungu aliye juu na kuwashinda. Lakini pia fungu la 8 linasema atakayeua kwa upanga atauawa kwa upanga. Pia kuna kifo hapo. Na hii nayo mnyama wa tatu, Ufunuo 13 fungu la 11 hadi 18, kama hautakuwa na chapa ya mnyama utauawa. Kwa hivyo shetani ameamua atawaua wale ambao hawatii. Mnajua ni akina nani hao? Mnawafahamu wale shetani anasema atawaua? Ni ninyi mnasikia hii injili. Nyinyi mtauawa. Shetani ameamua atawaua wale mko hapa na wale mnaosikiza. Shetani ameamua ataua. Kwa hivyo na shetani, join the team. If you cannot win them, join them. Kama uwezi ukawashinda, waunge. Kwa hivyo kama hutaki shetani ya kuue, mimi ninakuambia saa hii, kama hutaki kuuawa na shetani, I'm just advising you, rudi kwa shetani hata kuua. Ukitaka usiuawe na shetani, kama unataka amani, kaa na shetani, hautawa. Yeyote ambaye hataki kuuawa na shetani, tokeni kwa Mungu, murudi kwa shetani, kaeni hapo, hana shida na nyinyi. Mko sawa? Ufunuo 13. Lakini kile kinanifurahisha ni kwamba wakati Ufunuo wa 13 umeisha, basi Ufunuo 14 inaingia. Malaika watatu wamesema namna gani? Mtu awaye yote, sikiza, mtu awaye yote atakayerudi upande wa shetani, ataabudu mnyama na sanamu yake, atakunywa ghadhabu ya Mungu iliyochanganywa bila kuchanganywa na maji, na hasira ya ghadhabu. Kwanza ni ghadhabu na ghadhabu yake, tena utachomwa na moto na kiberiti. Mungu anasema umeenda kwa shetani, haya ninafungulia mifereji. Mungu ataua wewe. Ulikimbia kifo ya shetani, mtauawa na shetani. Kwa hivyo kila pahali kuna kifo. Kama hautaki kuuawa na Mungu, hama kwa shetani. That is my advice tonight. Kama hutaki kuuawa na Mungu, hama saa hii, wachana na shetani, urudi upande wa Mungu. Na hebu nikuambie, afadhali kuuawa na shetani kuliko kuuawa na Mungu. Hata Daudi aliambia Mungu, kama ni lazima unilime, wacha unikiwe mikononi mwako. Wewe kama unaogopa kuuawa na shetani, ukae upande wa shetani, Mungu anakuja anasema, mtu awaye yote atakaye msujudu huyo mnyama, mimi ndio nitaua. Mimi tena anasema na moto na kiberiti atachoma wewe, ulituliacha Mungu. Atamaliza wewe. Swali ni hili, unataka kuuawa na nani? Unataka kufa katika Ufunuo 13 au Ufunuo 14? Kila mahali kuna kifo. It is you to choose ile unataka kufa. Yote kuna kifo mama, baba kuna kifo. Ukitaka kuuawa na shetani, rudi upande ya Mungu. Ukitaka uawe na Mungu, rudi upande ya shetani. Ukiuawa na shetani, utafufuliwa Yesu akirudi. Ukiuawa na Mungu, mambo yako kwisha. Rest in peace. Uamuzi ni wako. Hakuna mahali hakuna kifo, hakuna kutoroka kifo. Lakini inategemea ni kifo gani unataka. Wale watakao uawa na shetani watakufa kifo moja. Wale watakao uawa na Mungu watakufa vifo mbili. Can you imagine? Tayari utakufa, hii tunakufa wote, alafu akirudi atakuamusha baada ya miaka 1000 atakufufua, alafu akwambia, unajua wewe ungekuwa hapa ndani, ulikataa, akuonyesha makosa yako yote, useme hapana. Unaona pale? Ile ndiyo moto imetengenezewa shetani na malaika zake, na ulikataa mimi
na ulihubiriwa ukakataa, tembea mguu, tembea hapo, enda kwa hiyo moto. Watu wakwenda motoni watatembea mguu, wale tunaenda mbinguni ndio tu tunabebwa na wingu ile inakuja kutoka mbinguni. Hata hiyo chagua, unataka kwenda na mguu ama unataka ubebwe na wingu. Na wale watachomeka na moto hawaendi mahali, wanatembea ni hapa tu duniani, lakini wakwenda mbinguni watabebwa na tutasafiri siku 7.5. Ati siku 7.5, ulitoa hiyo wapi? Hata mimi sijui, imekuja tu lakini naona ni siku 7. Nitawaambia kabla hatujamaliza hii mkutano. But anyways, Ufunuo 14 to me is the most encouraging chapter kwa watu wa Mungu. Kwa sababu inakuja baada ya Ufunuo 13. Usitishwe na watu, wasikutishe, kwa sababu mwana kondoo halisi anakuja na anasema wale waliouawa na joka watafufuliwa na watasimama mlima wa Zayuni, na ni mlima ambao hauwezi ukatingisika, na wataimba nyimbo, watashukuru Bwana. Na unajua utakapojiona mbinguni kuna mambo matatu yatakushangaza. Mambo matatu yatakushangaza ukifika tu hivi mbinguni, hata kabla hujafika ukijikuta tu kwa gari hiyo ya wokovu. Kuna mambo matatu yatakushangaza. Jambo la kwanza litakushangaza ukifika mbinguni ni kujiona umefika mbinguni. Kujiona hivyo tu utasema kai nimefika. Wengine tutalia kufika, maana hapa duniani hakuna kitu ulifaulu. Ulienda shule ukaanguka mtihani, pastor analeta mitihani kila siku, unainuanga mkono on the wrong one, hata ukaamua hutainua tena, kwa hivyo haufaulu. Hata ukijaribu, unapanga safari mingi, haufaulu. Ulijaribu ndoa, ilishindikana. Hata unasema mimi nilijaribu, siwezi nikaolewa tena. Hata sioni kama mimi naweza amini hii watu wanaitangwa wanaume. I cannot. Nilijaribu wa kwanza huyu alinioa, alikuwa ni wa pili. Kuna mmoja tulikuwa na urafiki tukakosana, na nikasema sitaki kufanya urafiki, lakini nikaolewa. Nilipoolewa tumejaribu, tumepata na watoto. Unajua mimi bwana yangu aliniacha kwa stage ya basi. Tumekosana, akatoka hivi vile mtu anashuka daladala, na akaenda na akasema imeisha. Nikauliza haya ni nini? Watu ya inaitwa daladala, matatu, wao ndio walikuja wakauliza mama ni nini. Ninalia, wakaniambia ameenda, hii imeenda, hii imeenda. Mimi nilibaki nikilia. Lakini Mungu ni mwema, mahubiri ilikuja nikaokoka. Niko hapo na watoto yangu. Ungetaka kuolewa, sitaki. Hata wale wameolewa wengine naona wengine ni show off tu, wako tu hapo. Lakini nilikuja nikaamini na nikabatizwa na nikakubali Yesu. Guess what? Sasa hii niko mbinguni. Si utashangaa kujiona mbinguni? Hata mimi nitashangaa kujiona mbinguni. Boom. Hata wewe kujikuta tu mbinguni. It's so nice. It will be so nice. Uko mbinguni. Ati mnakutana na Musa. Aya, wewe ndio unaitangwa Musa? Ni mimi. Haya. Na huyu ni nani? Huyu ni Joshua. Na huyu ni nani? Huyu ni mke wangu. Na huyu ni nani? Ni Jethro. Na yule mzee amekaa pale ni nani? Huyo ni Nebukadreza. Ndiye yule pale. Nebukadreza, ulifika huku? Hata mimi nimekuja. Nilifika, lakini nilikula nyazi huko duniani, niliteseka. Bwana ni mwema, niko hapa. Huyu naye ni nani? Ni Enoch. Enoch mtu ya maombi. Na huyu naye ni nani? Ni Rahab. Rahab, uko hapa kutoka Jericho. Bwana ni mwema. Na huyu mrefu hivi ni nani? Huyu ni Adam. Na huyu ni mke wake Hawa. Ni warefu tu. Mwalifika mbinguni. Hata mimi niko huku, Bwana asifiwe. Na niliwaambia kama Rebeka ataenda mbinguni, hata Rahabu wa mnene atafanya nini? Ataenda. Mama utaenda. Kama kufika mbinguni utashangaa kujiona huko. Jambo la pili litakushangaza ni kuona huyo mtu mwingine ambaye hukudhani ataingia mbinguni. Unajua kuna watu tayari sisi tumewa write off. Tayari kuna watu tunaangalianga hapa tunajua huyu hapana. Hata tukiwa nominating committee kwa kuchagua kazi, unasikia jina fulani imetajwa, unasikia mzee fulani anasema hapana, acha hiyo jina, acha. Kwa nini? Acha. Pastor, acha mimi nimekaa kwa hii kanisa kwa muda. Si wewe umekuja huyo tunamjua.
Na kumbe huyu mzee ndiye akona shida na huyu. Na kwa sababu akona nominating committee anatukanyagia. Wacha hiyo jina. Na wewe pastor unashindwa utasema nini? Maana wewe ni mgeni, huajui vizuri na hutaki kwenda in head on na huyu. Lakini unauliza ni nini alifanya pastor? Hayo ni mambo ambayo pastor yule alikuwa hapa alikalia chini na tulimaliza. Tafadhali pastor, hebu tusifungue vidoda. Pastor akisikia hivyo anatashika anasema okay, jina lingine. Hebu fikiria huyu mzee ingine. Kuna watu hawachaguliwi kazi kanisani si kwa sababu ingine, lakini kuna watu wakienda nominating hawawapendi. Na kwa sababu hii kanisa ni ya mkono, utakaa hivyo tu. Usijali hata kama uchaguli yangu kazi kanisani. Kuna watu wako hii kanisa hata maombi ya kuombea mandazi tu na chai hatuamini hata hiyo itaenda. Nani ya mandazi ya maombi, Bwana bariki mandazi ili tukule, amina. Hutaki. Unaangalia wewe toka mama fulani, hebu huyu hebu ombea chakula. Sema maombi ya chakula yawa. Maombi ya chakula. Kuna si hata wale hatujachagulia kazi kanisa, tuwapatie kazi hata kusimama kukaribisha watu na kuna watu hawatapewa maombi. Kama kuna kazi watapewa ni kupewa hii karatasi, hii ni ya Darnet, simama pale kwa gate peana. Huko nje ya gate peana huko, hii peana huko. Hapa hawezi akafundisha lesson. Hata kama wewe ni mwalimu ni nurse, utasomea nyumbani. Si hapa kanisani. Kuna watu write off and it is very sad by the way. Kuna watu tunaamini lazima mzee fulani ndiye mzee wa kanisa. Kila mwaka mzee fulani, unamrecycle mpaka yeye anashangaa. Hata asipochaguliwa anakasirika mwaka mzima. Sababu hajui kazi nyingine, yeye ni mzee. Ni mzee wa kanisa. Asipochaguliwa anaona vibaya. Kuna watu write off. Na sio vizuri. Usipime mtu nje kwa sababu huyo labda ukimpatia kazi hata yeye atafikia pale wale wengine walifika. Hata yeye mupatie tu nafasi naye aanze. Atafika tu. Sasa utakapofika mbinguni utashangaa kumuona huko mbinguni akanyanga. Unasema haya, uko hapa? Uko huku? Utashangaa ukiona huyo hukutaka aje kwa baraza, ako baraza na Yesu na wakuta wako na Yesu wanaongea. Si itakuwa vizuri. Unajua mtu mmoja yule atashangaa sana mbinguni ni Paulo. Atashangaa kumuona Stefano atashangaa kuona Paul. Sauli, mnakumbuka Sauli? Sauli ndiye aliua Stefano. Stefano aliangalia tu juu akasema wasamehe, hawajui watendaro, akafa. Sauli hakuwa amebadilika. Akiwa njiani kwenda Dameski ndio akakutana na Yesu akabadilika. Na amehubiri sana na ameandika hata Biblia. Alafu fikiria Stefano ako mbinguni tu, ako kwa ile anachio. Ako tu mbinguni zile zake za Stefano. Anatembea tu hapo. Aone Paulo. Si atashangaa kama hapa ni mbinguni kweli? Kwani ni akina nani walikuwa anakuja hapa? Because the last time I checked, watu kama hawa Yesu amwambia is okay. Chill. Huyu jamaa amepitia mengi Stefano. Hata wewe afadhali alilima wewe kwa mawe. Huyu amelimwa. Kuna wakati alilimwa wakaua yeye, wakarusha nje ya ukuta wakijua amekufa. Aliamuka asubuhi. Huyu hata nyoka imekula yeye kwa bahari. Huyu amekuwa katika shipwreck. Alilimwa na serikali. Kuna siku alichapwa viboko. Mnakumbuka ile viboko alikuwa anachapwa? Anasema nilichapwa 40 kasoro moja. Yani 39. Na hiyo viboko 39 ni 78. Maana walikuwa wanachapa hivi moja. Kwa hivyo hiyo ikienda inachapa na ikirudi mbili. Yesu amwambia huyu mwanaume ile mambo alipitia, shukuru wako. Bwana asifiwe sana. Kuna watu utaona mbinguni utashangaa. Na jambo la tatu la kukushangaza utakapofika mbinguni ni kukosa yule mtu ulifikiria ataenda mbinguni na hayuko. Uliza Yesu what happened? Akuonyesha video. Huyu yule alishindwa na safari. 3 things that will amaze you mbinguni. Ndio kuna Ufunuo 14. Ufunuo 14, ujumbe wa malaika watatu unawafariji watu wa Mungu wale walioteswa na wanyama. Unaambiwa shikilia imani kwa sababu bado utashinda. Sikia vile anavyosema. Anasema ya kwamba hapa ndipo penye subira. Hiyo ni fungu la 12 ya Ufunuo 14. Hapa
hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Kwa hivyo mateso inapoendelea, shida zinapoendelea duniani, machafuko unayoyaona kanisani na duniani, haya yote yasikufanye uache imani. Uwe na subira, kwa maana hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Bwana asifiwe. Na kama utauawa, mbingu ikiangalia inasema amen. Mbingu ikiangalia ukiuawa na mnyama inasema sawa, ameuawa, ni sawa. Mbingu hailii kwa sababu mtakatifu amekufa. No, ndio kuna Ufunuo 14 fungu la 13 inasema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana kuanzia sasa hivi. Mnyama ameamua kuua, ni sawa. Wamekufa wangapi? Vile tunasoma, vio ndio wanasoma huko mbinguni. Tunasema na kufuata hivi. Unajua tuliacha watu wetu wewe. Do you know? Unajua ulitukuta baharini, ulitukuta kazini, ukatuambia tukufuate. Tukaacha kazi ya kuvua samaki. Sasa tunakufuata. Tutapata nini? Akasema kwanza mtateswa kwa sababu ya jina langu, na wengine wenu mtachwa chake, na katika mkono wake mudu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimulilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mudu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekoma. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mudu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mudu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamulilia kwa sauti kuu yule mnyama mwenye mudu ule mkali, akasema, tia mudu wako mkali ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akautupa mudu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyanga nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Ufunuo 14 unamalizia na mambo mawili, mavuno. Malaika wawili, wa kwanza amekalia wingu na anataji, huyo ni Yesu. Malaika mwingine amesema, tia mudu wako ukavune mavuno, maana yameiva. Kwa hivyo Yesu anakuja kuvuna, na inakuja baada ya Ufunuo 13. Anasema hata ingawa mnyama anaonekana kama anashinda, kuna watu wako tayari kuvunwa, na hao ndio wanaompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata kukiwa na matatizo, kuna mavuno. Lakini pia kuna malaika mwingine wa pili. Huyo mwingine wa pili yeye anatia mudu wake katika nchi, na hiyo ni hukumu. Kama hautavunwa na Yesu, utavunwa na kifo. Je, msimamo wako uko wapi? Tusimame kwa maombi. Ningeomba wale ambao wanasema ya kwamba wakati umefika, mimi mwenyewe nimkubali huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Huyu Yesu nitamkubali hata kama shetani atanitesa, hata kama watu watanitesa, hata kama kutakuwa na shida na matatizo. Nimemchagua Yesu. Kama uko hapa, naomba uinue mkono wako juu kama ungetaka kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuuliza utembee uje mbele. Njoo kama umejipanga kuweza kubatizwa, naomba pia uje. Njoo tuombe na wewe, kwa sababu Yesu anasema siku ya mwisho utasimama pale mlima Zayuni. Utasimama kama umeamua siku ya leo. Siku ya leo ndio inaamua kama utasimama pale katika mlima wa Zayuni. Na kwa sababu uko hapa ndani, na kwa sababu umetembea leo, na kuuliza uje. Na wakati wale wako hapa ndani wanakaribia, wale mko katika vituo mbalimbali hapa karibu na mbali nchini, naomba mahali mlipo pia mjitoe. Kama mmekaa hapo kwa baa, naomba ya kwamba mkasimame. Naomba msimame tu mahali mlipo. Kama mko hapo barabarani mnapita, naomba msimame tuombe pamoja, kwa sababu Mungu anajishindia watu wake. Na kama unakubali, yule mwenye kituo wako hapo, mpatie jina lako, kwa sababu utaandikwa na utabatizwa. Na wewe uliye huko Tabora, jitoe, kwa sababu pia wewe utabatizwa. Wale mko hapa, jitoeni, njooni tu ili tuweze kuomba pamoja. Na tunapoendelea kuomba, itakuwa ni vibaya sana
kama utafika mbinguni wewe na hakuna mtu uliyekaribisha katika ufalme, ni nini utakuwa excited kwayo? Ninawatuma wote mlio hapa, tafadhali tafuteni mtu, angaa mtu mmoja. Huu mkutano usiishe kabla haujaleta mtu. Na wewe uliyebatizwa, hebu mulete mtu mwingine. Sisi wote tuna wajibu wa kukaribisha watu. Msifurahie kuja tu bila kuambia mtu fulani. Chukua karatasi ambayo inasambazwa pale ya kualika watu, tuma katika WhatsApp, katika Instagram, katika Facebook. Ita watu, yule anakutengeneza nywele, kinyozi wako, mukaribishe ili naye pia awe tayari, ili Yesu anapovuna basi tufurahie mavuno yale yatakayovuna. Bwana asifiwe. Wimbo unasema twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Kwa hivyo tukisema tuangojea sasa siku ya kuvuna, hata wewe uwe una mavuno. Asanteni sana wale wamefika. Kuna mwingine amebaki ambaye anaona hata mimi nitaenda tu kwa maombi, nimebatizwa na nasikia niko na nguvu lakini nataka nguvu zaidi. Pia umekaribishwa uje ili tuombe. Hebu tuweze kuomba. Asante Yesu. Asante kwa sababu ya Ufunuo 14. Kumbe Bwana, kuna watu watakao simama mbele ya meza ya kioo. Kumbe kuna watu watasimama mbele ya bahari. Kumbe kuna watu watasimama katika mlima wa Zayuni. Hata wakati shetani ameleta maafa, hata wakati shetani ameleta kuogofya, hata wakati shetani amefanya watu wasinunue na kuuza, kumbe kuna watu wamejitolea watakao simama, na watasimama na Yesu. Wanasikia